Hali ndani ya Arusha, mchezo wa ugenini dhidi ya TRA mara baada ya kuahirishwa takriban mara mbili kama si tatu hivi, hatimaye umewadia kesho, na bado hatuwezi kuwa na uhakika kama mechi itakuwepo kesho, kwa sababu kuna kamvua kananyesha cha hapa na pale, kwa hatujui hali ya hewa ya kesho itakuwaje, lakini tunaomba sana kwa Mwenyezi Mungu ajalie hali ya hewa kesho iwe nzuri ili mechi iweze kuchezeka. Simba tuko hapa, tumeingia tangu siku ya jana na leo tunafanya mazoezi yetu hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, na uwanja uko katika hali nzuri, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia kila kitu kikaenda sawa sawa, ndio itakuwa siku ya mchezo wetu. Sisi tunaomba sana mchezo huu ufanyike kwa sababu ngoja yaumiza matumbo. Mechi hii inasubiriwa kwa watu kwa muda mrefu kweli kweli, tangu mwezi wa 10 mwaka jana mechi hii ilitakiwa kuchezwa ikashindikana, tukaja mwaka huu 2026 mechi ikatakiwa kuchezwa imeshindikana. Kwa hiyo tunaomba safari hii iwe jua iwe mvua, mechi iweze kuchezeka, lakini tayari kuna watu ambao walikata tiketi kwa mechi hii wako Tabora. Kuna watu wamekata tiketi ya mechi hii wako hapa Arusha. Kwa hiyo usumbufu umekuwa mwingi na hasara kwa timu imekuwa kubwa, hasa sisi Simba Sports Club. Tumesafiri mikoa miwili tofauti kwa ajili ya mechi hii na bado hatuchezi. Kwa safari hii tunaamini hali itakuwa shwari na mechi itakwenda kucheza. Maandalizi yetu ya mwisho hapa hii leo kuelekea katika mchezo huo ambao kiasili ni mchezo mgumu, licha kwamba tumeshawafunga TRA katika raundi ya pili ya ligi kuu ya NBC, lakini huwezi kutenganisha TRA na ugumu, huwezi kutenganisha TRA na upinzani mkali, huwezi kutenganisha TRA na mechi kuwa yenye ushindani wa hali ya juu. TRA ni moja ya timu ambazo zimejipata, zimejiimarisha, zimekuwa bora kweli kweli. Uwepo wa mwalimu Etienne umeifanya timu yao kuwa imara kiufundi kweli kweli. Niseme tu ya kwamba kesho tunakwenda kucheza mechi ngumu kweli kweli. Tuliwafunga TRA, lakini ile ilikuwa ni Dar es Salaam. Sasa tuko Arusha na mbwa mkali kwao. Tunaamini kwa hapa Arusha TRA watatupa upinzani zaidi ya waliotupa kwenye mechi ya pale Dar es Salaam, lakini kama haitoshi hawako tayari kuona wanapoteza kwa mara ya pili mchezo wa ligi kuu. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu. Tumekuwa tukiwafuatilia matokeo yao ya hapa nyumbani kwa Arusha, ni matokeo chanya kweli kwa upande wao, lakini yote kwa yote sisi tumejidhatiti na tumejipanga kwenda kupata matokeo mazuri. Na hapo ukitoa kule Karatu, hapa Sheikh Amri Abeid, TRA hawajaruhusu hata bao kwenye michezo aliyocheza. Singida amekufa hapa, Yanga vile vile mechi yote tuliona hawakupata hata shot on target. Hii inaonyesha kwamba mna kazi ya ziada ya kufanya. Tuna kazi ya ziada, tuna kazi ngumu, tuna kazi ya machozi, jasho na damu. TRA wanapokuwa nyumbani kwao hapa wanakuwa ni timu isiyotabirika. Haya matokeo ambayo wameyataja si matokeo ya bahati mbaya, ni matokeo ya mipango na miundombinu mizuri ambayo wameestablish ndani ya timu yao. Ndio maana unaona wanaweza kupata ushindi wa mabao mawili dhidi ya timu ngumu ya Singida, wanaweza kupata sare tena siku hiyo wao ndio walazimishwa kupata sare, lakini walikuwa kwenye ubora mkubwa wa kupata ushindi. Kwa hiyo wangeweza, yes, kwa sababu wao ndio walikuwa head of mpinzani wao. Kwa hiyo si wapinzani wa kubabia, ni wapinzani wagumu, na mechi yetu ya kesho ni mechi ngumu kweli kweli. Elie Mpanzu tumemwona ndani ya timu, watu wa nje walikuwa wanasema pengine ana madai kama yalikuwepo, je, ameshalipwa? Lakini kwa wale wa ndani pia walikuwa wanazungumza swala la majeraha. Hali yake iko vipi? Mpanzu hakuwa majeraha, Mpanzu alikuwa anaumwa. Majeraha ni kuumia. Mpanzu alikuwa anaumwa maradhi ama magonjwa ya kawaida ambayo binadamu anaumwa.
na akapatiwa matibabu kwa maana ya kusimamiwa na jopo letu la madaktari, wakimchukua nyumbani kwake wakimpeleka hospitali na kumrudisha nyumbani kwake kupumzika. Amepona, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa amesharejea kuja kuitumikia timu yake. Mmemwona safarini na mnamuona kwenye mazoezi yakiendelea kama kawaida. Ni jukumu la mwalimu Steven Becker kuona kama tayari ameshakwiva kiasi cha kutumika katika mchezo wa kesho, lakini hatuwezi kwa namna yoyote ile kudiskasi mkataba wa Mpanzu ambao unaanza kuhesabika mwezi wa 9 mwaka huu, tukaanza kuhesabia hivi sasa, kwa sababu yeye mwenyewe huo mkataba amesaini tu, lakini kuutumikia bado hajaanza kuutumikia. Mpanzu kwa sasa yupo kwenye mkataba wake wa awali ambao unaisha mwezi Septemba mwaka huu. Maana yake hadai hata pumzi. Kwa hiyo anaendelea kuutumikia mkataba wake huu ambao uko sasa, ambao hauna madai yoyote, kila kitu kinakwenda sawa sawa, na utakapofika mkataba wake huo mpya ndipo mazungumzo ya kuzungumzia mkataba huo yataanza kuzungumzika. Lakini kwa sasa Mpanzu yupo kwenye mkataba wake, anautumikia mkataba wake ipasavyo, na anafurahishwa na anaridhishwa na treatment ambayo anaipata ndani ya Simba Sports Club, na ndio maana akachagua kuongeza mkataba mwingine tena wakiendelea kusalia ndani ya Simba Sports Club. Hayo ni maneno ya watu ambao hawaitakii mema Simba Sports Club na hawataki utulivu ndani ya Simba, ndio maana wakaamua kuzusha namna hiyo. Na mimi niwaambie wana Simba, lazima tuwe na kipimo cha kupima. Kuna uzushi mwingine ukitolewa, mwana Simba tu unaupima mwenyewe. Yaani mchezaji professional kama alivyo Mpanzu anawezaje akagomea kuutumikia mkataba wake wa sasa kwa sababu tu anadai mkataba ambao bado haujafika muda wake kuutumikia? Amesaini mkataba kwa makubaliano na klabu yake ya Simba, yote ambayo yanahitajika katika mkataba wake mpya yatatimizwa na ataendelea kuitumikia klabu yake pendwa ya Simba Sports Club. Watu walimisi Loemba na ile chenga yake ya Damaro ile. Manake ni muda mrefu hawajaona ile chenga Damaro, unaikumbuka semaje? Loemba amekosekana mechi 3 katika ligi kuu. Amekosa mechi dhidi ya TRA, amekosa mechi dhidi ya Coastal Union na amekosa mechi dhidi ya Azam FC. Amekosa mechi hizo kwa sababu alikuwa na majeraha, aliumia kwenye mechi dhidi ya Singida. Katika mechi dhidi ya Singida, kwa sababu ya nyasi bandia, mechi hile ilitupelekea kupata majeraha kwa wachezaji wawili, kwa maana ya Ino Loemba pamoja na Baraka Mwangosi, ambao wote sasa wamesharejea uwanjani, na wengine waliumia kwa sababu ya nyasi bandia sio rafiki sana kwenye kuchezea mechi. Kwa hiyo wachezaji wengi wakitoka pale lazima wanaondoka na majeraha. Kwa hiyo aliumia katika mchezo ule, akakosa mechi 3 ambazo amezikosa. Mechi na Azam FC akawa ameshakwiva tayari kurejea katika uwanja, lakini kutokana na mwenendo wa mechi ile mwalimu alichagua kutomwingiza. Hakuanza, maanake ni kwamba pengine mwalimu angeweza kumtumia kipindi cha pili, lakini kipindi cha pili tumeingia, bado mechi ni ngumu, huwezi kuriski kumwingiza mchezaji ambaye ametoka kwenye majeraha, tena aliumia kwenye mechi unaofanana na Azam FC. Kwa hiyo mwalimu akastick na mpango wake, akafanya sabu moja tu katika ule mchezo, tukaondoka na sare bila, lakini Loemba amekaa vizuri na amerejea rasmi kiwanjani. Ikimpendeza mwalimu Steven Becker, kesho anaweza kumpa nafasi na kuendelea kuitumikia timu yake ya Simba. Bwana, mwisho kabisa neno kwa mashabiki, mfupa ambao Yanga washindani wenu walishindwa kutafuna hapa Sheikh Abeid, mnaenda kukumbana nao nyinyi. Tunakwenda kupambana na kabla tujazungumzia hilo kwanza, nataka tumzungumzie bwana mdogo Selemani Mwalimu. Amekuwa
amekuwa akichafu anakuja na inakata inaumaga hiyo. Amekuwa akipokea shutuma nyingi za hapa na pale na vitu vingi, anakosa nafasi, anakosa magoli, anafanya siri nini, vitu vimekuwa vingi. Lakini mimi niwaambie kitu kimoja wana Simba, Selemani Mwalimu ni kijana mwenye uwezo mkubwa sana, a very potential boy ambaye tunatakiwa wana Simba tumlinde kwa nguvu zetu kubwa. Ni very rare kupata mchezaji mzawa mwenye kiwango kama tena kwenye nafasi ya ushambuliaji, na hapa nazungumzia mzawa mwenye origin yake, sio mzawa wa kubumba bumba. Nazungumzia mzawa, yani mzawa kabisa, yani baba mama Mtanzania kijana. Kuna wazawa wa kubumba bumba, ndio kulazimishia huko ndio kulazimishia huko, kulazimishia tu, si umeelewa? Sasa Selemani Mwalimu ni mchezaji wa kizawa ambaye ni nadra mno kupata mchezaji katika eneo hilo la ushambuliaji ambaye ana origin ya kutoka Tanzania. Mpaka sasa taifa linamtafuta John Raphael Bocco. Mpaka sasa taifa linamtafuta Musa Hassan Mgosi. Mpaka sasa taifa linamtafuta mchezaji ambaye akikaa mbele pale unajua anakwenda kufanya ubaya. Watu wamepita Simba ujue. Na hapo nimekuambia kwa ufupi tu. Sasa tukifanya maskara ni kwamba tutampoteza Selemani Mwalimu. Tukiruhusu watu wamzomee, tukiruhusu watu wachana nao, tukiruhusu wana Simba tumzomee, tumbebeshe mzigo mkubwa wa lawama, tutampa pressure ambayo atashindwa kuihimili na atashindwa kuifanya kazi yake ipasavyo. Ni jukumu letu wana Simba kumlinda, kumtetea, kumpambania, kwa sababu ni mshambuliaji wa daraja la juu sana. Kama anakosa magoli, maana yake kuna kazi ya msingi ambayo anaifanya, nayo ni kukaa kwenye eneo husika wakati husika. Hilo sio kila mtu anaweza kufanya hiyo kazi. Niwahi kuona wewe timu inashambulia, mshambuliaji yuko huko kwenye kibendera, yaani winga anafika, mshambuliaji hayupo. Lakini kwa Selemani Mwalimu timu inashambulia, yeye yupo kwenye box. Sasa kukonvert zile nafasi kuwa mabao ni kitu ambacho kinahitaji utulivu, na utulivu anaupata kutoka majukwaani ambako wana Simba tumekaa. Tumuunge mkono Selemani Mwalimu, ndiyo kinara wetu wa ushambuliaji, ndiyo mchezaji wetu tunaomtegemea kutuvusha msimu huu, na tukimpa sapoti ya kutosha basi atafanya maajabu makubwa sana. Wapo wanasema basi kama ni hivyo sijui nani sijui arudi sijui nani. Simba ina misingi yake ya kudili na vitu vyake, na sasa nguvu yetu kubwa tunaielekeza kwa Selemani Mwalimu. Akipata sapoti ya kutosha na akapata imani ya kutosha, Selemani Mwalimu ni zaidi ya kila mshambuliaji ambaye amewahi kumfahamu hapa Tanzania. Sawa. Ni zaidi ya kila mshambuliaji ambaye amewahi kumwona akiingia hapa Tanzania. Selemani Mwalimu. Sawa au wote kwenye ligi? Kwa sababu huu ni msimu wa pili wa Selemani Mwalimu katika ligi ya Tanzania. Amecheza msimu wake wa kwanza akiwa na Fountain na hakumaliza, akamaliza akaenda zake Wydad. Huu ni msimu wake wa pili katika ligi ya Tanzania. Wapo washambuliaji hapo walikuja msimu wa kwanza Patulo, wa pili Patulo, wa tatu Patulo, wa nne ndio wakaanza kujipata. Lakini ndani ya misimu miwili Selemani Mwalimu ameshafanya makubwa akiwa na Fountain, akiwa na Simba Sports Club. Mpaka sasa magoli zaidi ya 5 ambayo amefunga sio kazi ndogo. Wako washambuliaji wamekuja kutoka sehemu mbalimbali, uwezo wa kufunga goli 5 per season ni ngumu kweli kweli, lakini kwa Selemani Mwalimu anaweza. Nini tunafanya ni kuendelea kumshikilia Selemani Mwalimu. Atafunga sana sababu Selemani Mwalimu ana hiyo DNA ya kufunga.